tunapozungumzia ugumba kwa Kiingereza tunasema fertility. Tunasema pale baba na mama au wenza wanapokaa kwa muda wa mwaka mmoja akishiriki tendo la ndoa kwa dhumuni la kupata watoto na wasipate mtoto. Washiriki tendo kwa muda wa mwaka mzima mara kwa mara. Kwa Kiingereza wanasema regular sexual intercourse. Nasema angalau mara 2 mara 3 kwa wiki kwa muda wa mwaka mzima. Sasa wanapokuwa wanashiriki kwa lengo la kupata ujauzito, wasipopata sasa hapo tunasema kuna ugumba. Sasa tumekuwa tukichanganya swala la ugumba na utasa. Utasa ni pale ambapo hawa ndugu wawili, baba na mama, mume na mke, wanapokuwa hawana uwezo kabisa kusababisha ujauzito. Sasa utasa ni kutokuwa na uwezo kabisa kusababisha ujauzito. Ugumba tunauelezea kwa kipindi cha muda. Kwa hiyo tunapokuwa na baba na mama wanapokutana kwa lengo la kupata ujauzito kwa kipindi cha mwaka mzima, mara kwa mara, sisi mara 3 kwa wiki, wasipopata sasa tunasema kuna ugumba. Kwa hiyo sio kitu cha siku moja, mpaka tunampa muda wa mwaka mmoja. Na hii tunawapa muda wa mwaka mzima kwa wale ambao endapo mama ana miaka chini ya miaka 35, tunawapa muda wa mwaka mzima kuangalia kupata ujauzito. Lakini kwa mama mwenye umri zaidi ya miaka 35, sasa kipindi kile tumefupisha kinakuwa ni miaka 30, inakuwa ni kipindi cha miezi 6. Kwa pale wenza wanapokutana kwa lengo la kupata ujauzito chini ya miezi 6, walio juu ya miaka 35. Kwa hiyo hapo ndo tunasema hawa ni wagumba. Okay. Kwa hiyo tunaweza kutofautisha ugumba na utasa. Na kati ya maneno hayo mawili, kuna namna sayansi inaweza kuingia kusaidia watu kupata mtoto, kwa sababu tumekuwa tukisikia na kuona vitu kama hivyo? Kwa upande wa ugumba tunasema fertility, wapo vitu vingi vinaweza kufanyika kwa lengo la kuwasaidia hawa wenza, mke na mume kupata ujauzito na mwisho wa siku kupata mtoto. Lakini kwa wale ambao ni tasa tunasema sterile, hao hawana namna ambayo sayansi inaweza kuwasaidia kisaikolojia kufanya adoption. Nasema kuwasili watoto, lakini kwa upande wa kupata watoto wa kwao kidogo changamoto kama zingine. Okay. Nashukuru sana kwa maana hiyo ambayo umetupa, na natumai itatusaidia kwa sababu baadhi yetu tumekuwa tukichanganya maana ya maneno hayo mawili na tunayoweka katika maana moja, kumbe yana maana tofauti kabisa. Okay. Na sasa tutazame kwa hicho ulichokizungumza, tuingie sasa katika masuala ya uzazi, kwamba ni kwa vipi mwanaume anaweza kuchangia kwenye swala la uzazi. Sawa. Swala zima la uzazi, mwanaume uzazi ni wote wawili, baba na mama. Sasa mara nyingi tumekuwa tukiwaona wakina mama peke yao wakija kwenye kliniki zetu kushughulikia swala la uzazi, lakini baba ana mchango mkubwa kwenye swala zima la uzazi. Takwimu zinaonyesha kwamba baba ana mchango wake wa 30%, mama ana mchango wake wa 30%, wote wawili wana mchango wa 30%. Sasa tunasema alafu kuna 10% ambayo haielezeki, explainer, ndio, lakini kila mmoja kwa nafasi yake ya baba na mama ana mchango katika kuleta ujauzito na kutengeneza mtoto. Tutazame sasa upande wa takwimu. Takwimu zinasemaje kwa tatizo hili la ugumba? Na kwa takwimu hizo ambazo utatueleza, pia utupe mtazamo wako wewe kama mtaalamu wa afya. Tuko sehemu salama, tunapaswa kuogopa kulingana na takwimu za tatizo hili, ama tunatakiwa kufanya namna ya kupata matibabu na ushauri na sawa, ili kupunguza hata matukio mengine ambayo yanaweza kutokana na changamoto hii? Kwa takwimu za Shirika la Afya Duniani, tatizo la ugumba limekuwa likiongezeka miaka hadi miaka. Kwa hiyo sasa hizi wanasema kila wenza wawili, kila wenza 10 angalau 3 mpaka 4 wa changamoto ya ugumba.
kati ya wenza 10, 3 mpaka 4 wa changamoto ya ugumba. Na kwa sehemu nyingine wanaenda 5 mpaka 6. Kwa hiyo takwimu inaonyesha kabisa kwamba tatizo hili la ugumba linakuwa siku hadi siku. Na kwa changamoto hizo sasa kumekuwa na mwitikio wa watu sasa kutambua changamoto, wamekuwa wakija kwa ajili ya matibabu. Sasa tunaiona hii sana kwa kina mama. Kwa kina baba haionekani, sababu siku zote wanaume tunajisi tuko salama sana. Lakini kama nilivyosema hapo awali, sote tunachangia, baba anachangia, mama anachangia kumtengeneza mtoto. Kwa hiyo kwa takwimu hizi sasa tunaona kabisa kwamba swala la ugumba ni la wenza wawili, baba na mama. Na sababu yake kuu hasa ni nini? Sababu za ugumba ni nyingi, na nyingine tunaweza tusijue sababisha. Nyingine zinachangiwa hasa na vinasaba tunasema genetics. Kwa hiyo mtu alipotengenezwa alivyoumbwa toka kuzaliwa anakuwa na tayari kuzaliwa kwa changamoto hiyo. Ndio. Lakini pia nyingine ni kwa sababu ya mazingira tunayoishi, na sasa hivi tunaishi kwenye mazingira ambayo yana sumu nyingi, yanaathirika sana. Mazingira yetu nayo yanaweza kusababisha pakubwa kwenye changamoto ya ugumba. Lakini pia ukiachana na mazingira, kuna mtindo wa maisha, lifestyle. Nayo inachangia. Style ni pamoja na swala ya lishe, swala ya lishe kwa awali, kinayo yanasababisha kubwa sana kwenye swala la ugumba. Kingine ni magonjwa. Ndio, magonjwa pia yanaweza kusababisha swala la ugumba. Inapata ajali, ndio. Magonjwa kwa mfano, kumbuka tukiwa watoto tulikuwa tuna magonjwa kwa kitaalamu yanaitwa mumps, mtoto anapigwa mashavu, lakini yale pia yanaweza kaathiri kwenye korodani na yule mtoto asiweze kupata kupata changamoto ya ugumba. Lakini pia tuna uvimbe hata kwenye korodani, testicular tumors, hazo zinaweza kusababisha huyo mtu asipate akapata changamoto ya ugumba. Kwa sababu ziko nyingi. Okay. Sasa nilihusianishe hili pamoja na changamoto za nguvu za kiume. Watu wamekuwa wakichanganya ugumba na changamoto za nguvu za kiume. Huko uhusiano wa mtu na changamoto za kiume kuingia kwenye kupata changamoto ya ugumba, lakini hivi ni vitu viwili tofauti. Na mtazamaji, tupate mapumziko mafupi, tutarejea kuendelea na kipindi chetu. Kumbuka mtazamaji, kama una swali lolote kwa daktari, unaweza kutuandikia kupitia ujumbe mfupi kwa nambari 0688729850. Namba hii utaiona inapita chini ya runinga yako, na moja kwa moja utaelekeza swali lako kwa daktari kwa ajili ya kupatiwa majibu kwa chochote kile ambacho unataka kufahamu kuhusiana na mada hii leo. Mimi naitwa Grace Meleo. Karibu tuendelee kuwa sote, usiondoke. Karibu tena mtazamaji, tuendelee na kipindi chetu cha Jenga Afya Clinic. Kumbuka tuko na mtaalamu wa afya na si mwingine ni Dr. Godfrey Kaizilege. Yeye ni daktari bingwa wa magonjwa ya kina mama kutoka katika hospitali ya rufaa ya kanda ya Bugando. Tunaendelea kusonga mbele mtazamaji. Kumbuka usisahau, kama una swali lolote andika kupitia nambari 0688729850. Karibu tuendelee na kipindi chetu. Dokta, tulizungumza na kufahamu takwimu, lakini kuangalia pia sababu. Na sasa tuingie katika upande wa kutazama ni kwa namna gani kwa vipi mwanamke anaweza kuchangia ugumba kwa mwanaume. Asante sana kwa swali zuri.
Mwanamke anachangia kwenye ugumba wa wanaume. Tunazungumzia sana katika upande wa namna ambavyo mama anatengeneza mtoto. Mtoto wa kiume anapotengenezwa anapokuwa tumboni kwa mama yake, anapokuwa kwenye hatua za awali za matengenezo, kama mama ana changamoto yoyote inaweza kumpelekea katika hatua za awali za kutengeneza mtoto kutengenezeka, inaweza kumwathiri pia kwenye swala lake la uzazi baada ya kuzaliwa na kukubwana kabisa. Kwa hiyo tabia za mama wakati wa ujauzito zina mchango mkubwa kwenye kuathiri uzazi wa watoto wa kiume pia na watoto wa kike. Kwa hiyo mchango wa mama kwa mwanaume anaweza kuzungumzia upande hasa wa mtoto wake wa kiume, mchango mkubwa. Kwa hiyo swala la mabadiliko ya tabia, tumia vilevi wakati wa ujauzito, labda wakati wa vyakula visivyokuwa tuseme balanced diet, au wakapata akawa anatumia aina fulani ya dawa ambazo alizitumia zinaweza zikaathiri katika utengenezaji wa yule mtoto wakati akiwa tumboni. Na hii inaweza kumpelekea yule mtoto atakapozaliwa na kuwa mtu mzima kupata changamoto ya ugumba. Kwa hiyo ndio maana tunasisitiza sana kwamba kabla ya kupata ujauzito wowote, hebu muone daktari bingwa na mama au mzazi au upate maandalizi, nasema preconception care, maandalizi kabla ya kupata ujauzito. Na tunasisitiza angalau miezi 3 mpaka 6 ya maandalizi kabla hujapata ujauzito. Hii itatusaidia kupunguza matatizo mengine, moja wapo ikiwa ni ugumba kwa mtoto wako wa kiume au mtoto wako wa kike. Ukiwa katika idara hiyo, maandalizi unaona yanafanyika au watu tayari tunakuja hospitali au kliniki tukiwa tayari tumeshabeba ujauzito? Asante sana. Mara nyingi asilimia zaidi ya 90 ya mama tunakutana nao wakiwa wajawazito, wengi hawakuwa na maandalizi. Wengi hawakuwa na maandalizi. Mara nyingi wanajikuta ni wajawazito. Kwa hiyo sasa hivi tunasisitiza kwamba kliniki ya mama kabla hujapata ujauzito ni ya muhimu sana. Za preconception care ni ya muhimu sana. Pamoja na matatizo mengine ambayo mtoto huyu tunayemtengeneza tumboni anaweza kuyapata, lakini moja wapo pia ni ugumba. Na ugumba una athari kubwa sana kwenye jamii yetu. Kisaikolojia, sosiolojia, kijamii, ndio inaweza kuleta msongo wa mawazo. Kwa hiyo kwa kulitambua hilo, kumbe mama inabidi apate maandalizi, afanye maandalizi kabla ya kupata ujauzito. Itasaidia pamoja na kuepusha magonjwa mengine, lakini pia na swala la ugumba kutotokea kubwa sana ya kuepusha kwa watoto wako wa kiume na wa kike.